الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، وتوفيق الله سبحانه وتعالى na msaada wake kwetu, tumekusanyika tena katika darasa zetu za baada salati dhuhur, ambapo leo ni dhuhuru يوم الأربعاء، ni dhuhuri ya siku ya Jumatano التاسعة عشرة ya mwezi 19 mwaka 1446 hijiria, ambapo 10 la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhan linaelekea ukingoni, na linaingia 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, 10 la salama, mwadau Ramadhani ile inaondoka zake. Allahu almusta'an. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما بقي، وأن يتقبل منا ما مضى. تموomba Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie sisi katika taa na ibada na asiyam kwa kipindi kilichobakia cha Ramadhan, atutie nguvu kwa taufiki yake tuweze kupambana na masiku yaliyobaki. Lakini tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie katika yale masiku yaliyotangulia katika Ramadhan. Ndugu zangu, tukiendelea darasa hii ya kitabu An-Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadhan, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa katika Ramadhan 30 darsan. Katika darasa ya jana tulianza kusoma katika darasa ya 12, alaysa kadhalik? Tulidokoa darasa ya 12, mudarasatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqur'ana fi Ramadhan, mpaka tukafikia kwenye nukta ya 5, ambapo Sheikh hafidhahullahu ta'ala anatoa nasaha zake kwa Waislamu as-saimin, watu wenye kufunga, juu ya kuitilia umuhimu Qur'ani na kuisoma Qur'ani kwa wingi katika mwezi wa Ramadhan, na akieleza fadhila zake. Nukta ya 5 anasema hafidhahullah: khamisan litakun qira'atuka lilqur'ani kama yali, na kiwe kisomo chako wewe Muislamu cha Qur'ani ni kama hivi ifuatavyo, kwa utaratibu huu unaotajwa. Maana pana watu hawana usomaji mzuri wa Qur'an, usomaji wao hauwapi fursa ya kuizingatia Qur'an na kuipa haki yake Qur'an kwenye ahkam at-tajwidiyya wa makharij al-huruf. Kuna watu hawalichungi hilo, bali kupata mazingatio kwa maneno ya Qur'an, kwa namna wanavyosoma. Sasa wasomaji wa Qur'ani katika Ramadhani tunaelekezwa utaratibu mzuri wa kusoma Qur'an. Alifu cha kwanza tunachoelekezwa, amekipa harfu ya alif, anasema اقرأ القرآن قراءة متأنية، isome Qur'ani kwa kisomo cha utaratibu, kisomo cha utulivu kabisa, bihaithu tatafahamu alayati, kwa kiasi ambacho unatafuta kuzifahamu aya. Kile kisomo chako kiwe ni cha utaratibu na mazingatio, ukitafuta kupitia kisomo hicho kuzifahamu zile aya. Hasa hii aya ninayoisoma hapa, maana yake nini? Allah anakusudia nini? Pana amri gani hapa ndani? Pana katazo gani kwenye aya hii? Pana hukumu gani? Pana mauidha gani hapa? Pana zingatio gani? Usomaji wako wa Qur'ani unatakiwa uwe na kiwango hiki cha utulivu
na kutafuta kufahamu zile ayati ambazo wewe wazisoma. Wa min dhalik, na miongoni mwa hilo la kisomo cha utaratibu, at-tadabburu idha mararta biayatin fiha dhikru aljanna fas'alillaha aljanna. Anasema na miongoni mwa hilo ni kuzingatia wewe msomaji, idha mararta biayatin, pindi utakapopita katika aya, ukasoma aya fulani kwenye Qur'an, fiha dhikru aljanna, kuna katika aya hiyo kutajwa pepo. Umesoma aya ndani yake imetaja janna, Sheikh anasema katika mazingatio, fas'alillaha aljanna, basi muombe Allah janna. Umepita aya jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, alafu wapita tu hapo, omba dua, ya rab allahumma as'aluka aljanna, as'alu jannatak ya rab, omba janna. Ukipita aya kuna ndani yake kutajwa pepo, omba pepo. Wa idha mararta biayatin, na pindi utakapopita katika aya ambayo fiha dhikrun nar, kuna ndani yake kutajwa moto, au aladhabi, au kuna kutajwa adhabu, kuna aya kali, innal ladhina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu aladhab. Unapitaje hapo bila kufanya ta'awudh? Mathalan, haika wale waliokufuru kuzikataa aya zetu, tutakuja kuwaingiza katika moto, kila zinapoiva ngozi zao tunawabadilishia ngozi nyingine mpya, ili wachomeke vizuri, wapate uchungu. Wapitaje hapo kwenye aya nzito kama hii? Kwa hivyo ukipita kwenye aya kuna kutajwa moto au adhabu, fata'awadh billahi minan nar, basi jikinge kwa Allah kutokana na moto, wa minal adhabi, na kutokana na adhabu. Wa idha mararta biayatin fiha tasbih, na utakapopita kwenye aya kuna ndani yake kutajwa tasbih, fasabbih bihamdi rabbik, na lisabbih, kwa kulihimidi jina la Mola wako mlezi. Aya inaamrisha tasbih, na mfano wa aya hizi ni nyingi. Wa idha mararta biayatin fiha tasbih, na utakapopita wewe katika aya kuna ndani yake tasbih, fasabbih, basi msabbih Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio utaratibu. Sasa huwezi ukafanikiwa kwenye mambo kama haya kama huna kisomo cha utulivu. Ikiwa kisomo chako ni cha mbio kama wafukuzwa, zile herufi unazozisoma wewe mwenyewe ujisikii vizuri, wewe mwenyewe nafsi yako haisikii vizuri kwamba hapa nimetamka sini au sad, hapa ni qaf au ni kaf. Ile nafsi yako pia haipambanui. Kaifa tatafattanu ila almaani, vipi utatambua maana? Huwezi kujua. Wahakadha, na kama hivyo ndio utaratibu wako, kama jaa fi hadithi Hudhaifa radhiyallahu anhu qala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu kasema. Hudhaifa anasimulia usomaji wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Qur'an kwenye hii riwaya. Hebu tuangalie na tupate mazingatio. Yakulu Hudhaifa radhiyallahu anhu, sallaitu ma'a an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhata laylatin, niliswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam usiku fulani, qiyamul layl. Mtume alikuwa anaswali at-tahajjud, faftataha al-baqara, Mtume akaifungua suratul baqara. Wama adraka mal baqara, unaifahamu al-baqara na urefu wake. Mtume akaifungua sura hii. Faqultu yarka'u inda al-mi'a, nikasema atarukuu Mtume akifikia aya 100. Akadhania hivyo. Faqultu, nikasema yarka'u inda al-mi'ati, anarukuu Mtume kwenye aya 100. Thumma mada, kisha akapita bwana, aya 100 zikapitiliza, kafika kwenye 100 na akavuka. Faqultu yusalli biha fi rak'atin, nikasema huenda anaswali kwa hiyo bakara hiyo rakaa moja, labda hii rakaa moja kaiandalia ni bakara nzima. Famada, akapita. Faqultu yarka'u biha, basi atarukuu. Lakini alichokiona
baada ya hata ya kumalizika hiyo Baqara alichokiona Hudhaifa sio kurukuu, thumma iftataha an-nisaa. Adhim. Kwa mtu mwenye kujua Qur'ani unazifahamu hizi sura kisha akaifungua suratul Nisaa faqara'aha, akaisoma rakaa moja hiyo Sheikh. Thumma iftataha Ala Imran, kisha akafungua sura Ali Imran faqara'aha, akaisoma pia. Sasa angalia anachosema, yaqra'u mutarassilan ay murattilan, anasoma kwa utulivu. Yaqra'u mutarassilan, anasoma hali ya kuwa ni mwenye utulivu kwenye kisomo chake. Kiraa cha taratibu kabisa. Idha marra bi ayatin fiha tasbih sabbah, akipita Mtume alayhi salam katika aya ambayo kuna ndani yake kumsabbih Allah, anamsabbih. Yaqulu subhanak subhanak. Wa idha marra bi su'alin sa'al, na akipita kwenye aya ya kuhimiza kuomba, anaomba. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يدعو مفهوم. واذا مر بسؤال سأل، na akipita katika aya ya kuomba anaomba. واذا مر بتعوذ تعوذا, na pindi atakapopita katika aya ya kujikinga na Allah na shari fulani na balaa fulani, anajikinga alayhi salatu wassalam. Huo ndio ulikuwa usomaji wake bwana. Hudhaifa anasema thumma raka'a, kisha hapo ndio akaruku kutokea Baqara mpaka mwisho Ali Imran. Baqara akaitanguliza An-Nisa alafu kaleta Ali Imran. Thumma raka'a, kisha akaruku. Faja'ala yaqul, na akawa anasema alayhi salatu wassalam, subhana rabbiyal azim, ile dhikri ya kwenye rukuu. Ametakasika Mola wangu mlezi aliye mkubwa, jalla jalaluhu. Fakana rukuuhu nahwa min qiyamihi, Hudhaifa anasema na ikawa rukuu yake ni katika uwiano wa kisimamo chake, yani ile rukuu urefu wake ni kama urefu wa kile kisimamo. Thumma qala, kisha akasema sami'a Allahu liman hamida, akaitidali. Thumma qama tawilan, kisha akasimama kwa urefu, akasimama kitambo kirefu kwenye itidali yake. Qariban mimma raka'a, kwa kukaribia kile kiasi alichorukuu. Kisimamo cha itidali hakikuwa kifupi, pia kikawa ni kirefu, kinakaribia urefu wa rukuu yake, na ile rukuu yake urefu wake na kile qiraa chake sawa sawa. Thumma sajad, kisha akasujudu alayhi salatu wassalam. Faqala subhana rabbiyal a'la, akasema ametakasika Mola wangu mlezi aliye juu. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, na ikawa sujudi yake ni karibu na kisimamo chake. Swala ndefu yenye khushu' na utulivu kwenye qiraa na zile nguzo na wajibati akitimiza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Muslim. Hii ndio qiyamul layl ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama baluna, jawabu tunalo. Tuna madereva, tuna maimamu wanaitwa maimamu wa mwendo kasi kwenye baadhi ya misikiti. Wanasema wenyewe asubiri abiria huyo chap chap. Imamu anawapa time nzuri ya kwenda kunywa alkasusu, mnachapa swala ya chap chap dakika 40, swala imekwisha, nakuta vijizee vimetoka nje ya msikiti na kunywa kahawa pale. Washamaliza zamani tayari wanatoka jasho walivyokimbizwa. Jambo jingine la usomaji wa Qur'an, anasema awiqra al-Qur'ana, au isome Qur'ani qira'atan 'adiyya, kisomo cha kawaida. Hadru, yani kiasi cha kati na kati, kasi fulani, yani sio qiraa cha, sio batia, sio qiraa cha taratibu sana, na sio saria, kiko kati na kati. Hadrun litukthira min alqiraa, ili ukithirishe katika kisomo. Inafaa kusoma kisomo hichi ukaenda mbio ya kati na kati, ukawa sio unayesoma taratibu sana wala sio mwenye kasi sana, hicho pia chafaa. Lakini Sheikh anasema wa tariqatul ula afdalu,
na njia ya mwanzo ya usomaji njia at-ta'anni ya utulivu taratibu ndio bora zaidi. Nasema lakini anatuambia hapa, anasema akituambia walakin ihdhar an taqra al-Qur'an kashi'ri, kuna makosa kahadha shi'ri, rekebisheni hapo walakin ihdhar, lakini tahadhari wewe an taqra al-Qur'an kashi'ri, tahadhari wewe kuisoma Qur'ani kama vile mashairi, kama yafalu ba'd al-juhal, kama wanavyofanya baadhi ya wajinga, kwa wanasoma kama unaimba unafanya maskhara uzingatii mambo kama wale watu ambao wanasoma Qur'an, wengine wakisikiliza sio kwa kuzingatia Qur'an na kuwaidhika, wanasoma kama vile wapo kwenye sanaa, wamekwenda kutumbwizwa. Aya zataja adhabu, zataja waidi wa janna, zina qasas za manabii, za watu wema, watu waovu waliotamarrad. Aya zinaumiza watu, wamejua Allah 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 Allah, hamsikii visomo hivyo, watu washangilia wakimsifia yule msomaji, lillahi darrak lam talid an-nisaa mithlak. Allah ndio anayajua maziwa ulionyonya wewe, wanamwambia hivyo. Wanawake hawajazaa mfano wako bwana, wengine wanasimama na makelele hivi, hawajui kimesomwa nini, na yule msomaji naye anafurahia zile sifa, anawaangalia kwa madaha pale. Msomaji gani? Hakuna kuzingatia Qur'an. Kisha anasema kipengele cha 6, anarudi kule kwenye vipengele vyake. Sasa hapa aliingiza kutufundisha namna ya kusoma Qur'an, akatutajia vipengele viwili, alifu wa ba. Sasa anarudi kwenye namba zake, namba 6 katika nasaha zake kwetu. Allimin nasa fi Ramadan al-Qur'an, ewe mwenye kujua Qur'an, imamul masjid, sheikhul qarya, talibul ilm, mtu muislamu ambaye unaijua Qur'an, sadaqa ya Qur'ani ni kuifundisha. Allimin nasa fi Ramadan al-Qur'an, wafundishe watu katika Ramadhani Qur'an. Falidhalika fadlun adhim, lina jambo hilo na lina jambo hilo fadla kubwa. Lihadithi an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kwa hadithi kutoka kwa Uthman ibn Affan al-khalifatu الثالث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, قال, mtume kasema, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu nyinyi ni yule aliyejifunza Qur'ani na akaisomesha Qur'ani. Rawahu al-Bukhari. Kisha anasema wanabbih ala al-imam, na mzindue imam, mzindushe imamu wako katika msikiti wako, an yataassa bin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amuige mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye usomaji wake wa Qur'an. Fa idha marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, akipita huyo imamu kwenye aya hakuna ndani yake kufanya tasbihi, basi afanye tasbihi. Ikiwa imamu wako anaghafilika na jambo hilo, mkumbushe, wa hakadha, ili watu wapate kumuiga. Somo la 13, juduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadan. Somo hili shekhe wetu hapa hafidhahullahu ta'ala katika kitabu chake ni somo nambari 13, ni katika masomo muhimu katika Ramadhan. Juduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukarimu wake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mtu mkarimu alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam alikuwa yuko mbele kwenye kujitolea, hakuwa mbakhili alayhi salam, wala hakuwa mchoyo, wala hakuwa mbinafsi. Sifa hizi mbaya mbaya hakuwa nazo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesifika na ukarimu, amesifika na ukunjufu wa nafsi, tabia ya kutoa. Hili limetajwa kwake likithibitishwa na Qur'an, lakini pia wale walioishi naye katika maadui zake na vipenzi wake wamelikubali. Masahaba wamelielezea hilo, na hata makafiri washirikina katika zama zake
hawakumtia kasoro kwenye hilo. Sasa katika Ramadhan Mtume Ali salam alikuwa ni zaidi, ule ukarimu wake na kujitolea kwake kunaongezeka maradufu. Juduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadhan, ukarimu wake, aljud huwa alkaram, ukarimu wake Mtume Ali salam katika Ramadhan. Ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma, chini ya unwani hii Sheikh akaleta riwaya kutokea kwa Abdullah ibn Abbas ikithibitisha hili jambo. Riwaya hii yathibitisha ukarimu wa Mtume Ali salam. Ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kutokea kwa ibn Abbas radhiyallahu anhuma amesema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwada an-nas, ni mkarimu zaidi katika watu. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa ni mkarimu zaidi pale ambapo anakuwa katika Ramadhani. Ukarimu wake na kujitolea kwake kunaongezeka sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hina yalqahu Jibril, wakati anakutana na yeye Jibril. Jibril alikuwa akimjia Mtume Ramadhani kwenye kila usiku akimsomesha Qur'an. Wa kana yalqahu fi kulli laylatin, na alikuwa Jibril anakutana naye Mtume katika kila usiku min Ramadhan, usiku wa mwezi wa Ramadhani. Fayudarisuhu alqur'ana, na anamsomesha yeye Qur'ani. Jibril anamtaliisha Mtume alayhi salam Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hiyo Ramadhani hiyo ajwad bil khair, anakuwa ni mwepesi zaidi kwa khairi, yuko mkunjufu sana kwa kasi ya ajabu, minar rihil mursala, kuliko upepo ulioachiwa. Hata kasi ya upepo haidiriki kasi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika aljud wal karam. Rawahu Shaykhan, hadithi hii wameitaja mashaka wawili na tumeisoma hadithi hii mara kadhaa. Sasa kuna nasaha kadhaa zinatolewa hapa kwenye jambo hili la kujitolea. Yakulu Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, fa ya ayuha al-abd, ewe mja. Sheikh anatuita mimi na wewe waja wa Allah, anasema anfiq fi kulli wujuhi al-khair min as-sadaqat ala al-fuqara wal-muhtajin wal-yatama wa ghayrihim. Anatuambia sisi anfiq fi kulli wujuhi al-khair, toa wewe Muislamu katika kila njia za khairi, toa min as-sadaqati, toa katika sadaka, ala al-fuqara, juu ya mafakiri, toa katika sadaka zako, zitoe kwa mafakiri, walmuhtajin, na wenye haja, waliyatama, na mayatima, wa ghairihim, na wengineo. Toa katika neema ulionayo sadaka, uzielekeze sadaka zako katika njia za khairi kama hivi, ukawapa mafakiri katika waislamu wenzako, muhtajin, watu wenye shida mbalimbali, wenye haja zao, wajane, wagonjwa, wazee wasiokuwa na watu wa kuwatizama. Unaona bwana, tulabul ilm, wanafunzi wenye kusoma dini ambao muda wao wameutenga kusoma, hawana shughuli yoyote, wamejitoa wakfu kwa ajili ya Allah, wape watu hawa, mayatima wa ghairihim, na wengineo. Shaka nasema washab min rasidika waj'al dhalika li akhiratik, natoa kama ni kwenye ATM, nenda ka draw pale, washab min rasidik, hebu katoe, toa katika akiba yako ulionayo. Si una deposit zako kwenye account huko, nenda kavute pale, nenda katoe katika akiba zako. Waj'al dhalika li akhiratik, na ulijalie hilo ni kwa ajili ya akhira yako. Wa'lam, Sheikh anasema wallah, nafahamu annama anfaqtahu huwa alladhi lak, kwamba kile ambacho umekitoa wewe sadaka ndio chako. Hebu lisikilize hili jambo. Wa'lam, nafahamu muislamu, annama anfaqtahu, kwamba kile ambacho umekitoa wewe huwa alladhi lak, ndicho ambacho ni cha kwako. Wakati qala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi,
suratul Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anfiqu mimma ja'alakum, na toeni katika zile mali ambazo, wengine usema miongoni, wa anfiqu mimma ja'alakum, na toeni katika zile mali ambazo amekujalieni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlafina fihi, ni wenye kuzitawalia mali hizo, ikawa mnazimiliki ima kwa kuzichuma kwa mikono yenu au kwa kuzirithi, kama wanavyosema ulama. Qauluhu alayhi salatu wassalam wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi ay biwirathatikum iyyahu amman kana qablakum. Baadhi mufassiri wanasema ay biwirathatikum iyyahu, kwa kule kurithi kwenu nyinyi hizo mali, amman kana qablakum, kutokea kwa wale waliokuwa kabla yenu. Pana watu wana mirundo ya mali tele, lakini hawajazitafuta wala hawajazichuma, wamezikuta. Ni mali zimechumwa na kutafutwa na wazee wao, babu zao na baba zao. Mtu anakurupuka nyumbani na kutana na mrundo wa mali, alafu unazimiliki kwa kuzirithi. Toa hizo mali ambazo Allah amekujalia wewe, unazitawalia kurithi. Toa. Na kuna wengine wana mali kwa kuzitafuta, wamechuma, wamekwenda mbio, Allah akawabarikia katika mbio zao, wakapata mali pia. Toa. wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, na toeni miongoni mwa zile mali ambazo amekujalieni nyinyi Allah ni wenye kuzitawalia ndani yake, mwazimiliki. Toeni. Al-Hadid aya 7. ولحديث الحارث ابن سويد قال، نكبتي حديث الحارث ابن سويد التابعي الجليل رحمه الله قال قال عبد الله، حديث الحارث أنا سموليه كتبكوا عبد الله، نا عبد الله هابو عبد الله بن مسعود، ناني هابو ابن مسعود. قال عبد الله وهو ابن مسعود، أمي سيما عبد الله ni Abdullah ibn Mas'ud, ndio alikusudiwa hapo. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwauliza masahaba zake siku moja, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi. Swali zuri hilo. Mtume alayhi salamu anawaambia masahaba, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi, nani katika nyinyi mali ya mrithi wake, mali ya mwenye kurithi katika mtu wake. Ayyukum malu warithihi, ni nani miongoni mwenu mali ya mrithi wake, ahabbu ilayhi min malihi, inapendeza zaidi kuliko mali yake. Swali hili ligeuze kwetu, waulizwa wewe, nani miongoni mwetu sisi mali ya warithi wake inapendeza zaidi kuliko mali yake? Wewe utasemaje? Qalu, wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi, hakuna miongoni mwetu sisi yoyote isipokuwa mali yake inapendeza zaidi kwake yeye. Ile mali yako ndio unaipenda zaidi, ubaki nayo kuliko ile ambao watakuja kurithi watu wako. Kuna wengine wala hutamani wa kurithi, ni vile huna budi tu, kwa sababu unarithiwa ukishakufa, huna namna. Hata ukisema sipate huyu, wewe ukizima sitawapa, kwa sababu urithi hujaugawa wewe, mpaka tukusikilize. Mirathi imegawanywa na Allah. Hata ukiandika maandishi, mimi nikiwa na akili zangu timamu, mtoto wangu huyu Abdallah asipate chochote katika mali yangu, na mkithubutu kumpa mtanifuata makaburini. Tunampa, na hatukufuati kwa maandishi yako, tutakufuata kwa wakati wetu, wala tukusikilizi, kwa sababu ni wasia wa batil. Kuna watu wanaochukia warithi, na kuna wengine potelea mbali, anagawa akiwa hai. Si kwamba anafanya hiba ndio anarithisha hivi. Kuna watu wanafanya hila, mimi nawapa tu watoto wangu, mimi
mimi napenda kuwapa tu, lakini ndio mirathi. Anaacha kile kibanda tu anachoishi yeye pale. Lakini wakati mwingine kwa sababu ya dhulma zilizokithiri, watu walikuwa waoga, watu wana familia zinapodhulumiwa. Mtu akiangalia watoto wake, alafu anaangalia ndugu zake walimzunguka walivyokuwa majangili, maana anawajua yeye mwenyewe yuko hai, wanamchezea, wanamrusha vitu vyake macho kwa macho, kaka zake, wadogo zake, dada zake, shangazi zake, wanamrusha yeye. Nikifumba macho watoto wangu watapata kitu hapa. Ndio kuna watu wengine wanagawa mapema kwa ule uovu wa watu wa leo na uroho kwenye mali ambazo si zao. Basi hawa masahaba akasema, ya Rasulullah, ewe mtume Allah, ma minna ahadun, hakuna miongoni mwetu sisi yoyote, illa maluhu ahabbu ilayhi, isipokuwa mali yake inapenda zaidi kwake yeye. Qala, sasa mtume anatuelekeza mali yako ni ipi na mali ya warithi ni ipi. Sasa angalia unaipenda mali yako kiasi gani kama ni mkweli. Asema fa inna malahu, tunasema hakika mali yake ma qaddam, ni ile aliyotanguliza, ile uliyotoa kwa ajili ya akhira, sadaqa, az-zaka, ukafanya wakfu ile uliyotanguliza lillahi. Fa inna malahu, kwani hakika mali yake huyo mtu, ma qaddam, ni ile aliyotanguliza, wa malu warithihi, na mali ya warithi wake mwenye kurithi, ma akhara, ni ile aliyochelewesha, ile aliyoiacha. Ile mali ambayo unaiacha ile si yako, ile ni ya warithi. Allah ameshawapa mafungu yao, bali pana watu hata sio ndugu zako wanaweza wakapata fungu la wasia. Mtu tu umemtunuku, umempenda, umekaa naye kwa wema, alikuwa anakuheshimu, historia ya maisha yako amekusaidia, unamweka pale. Na ile nyumba yangu ya Soweto atapewa kijana wangu wa kazi fulani, na itatolewa muda wa kuwa haijazidi thuluthi ya mali, athuluthu wa thuluthu kathir. Wanapata. Kwa hivyo hizo mali ni za watu. Mali yako ni ipi? Ile ambayo umetanguliza kwa Allah. Adhimu. Kwa hiyo tujue sisi ndugu zangu, kila tunavyowekeza katika ulimwengu wetu, tukawekeza kwenye biashara kubwa kubwa, kwenye majengo, tukawekeza fedha taslimu kwenye akaunti kule, mtu anapenda akaunti yake isome, tukafanya uwekezaji wa nyumba, mashamba makubwa makubwa, si jambo baya wala si haramu, wala si kama tumeambiwa tusifanye. Unapofanya uwekezaji huu kwenye dunia yako, lazima ujitathmini, umefanya uwekezaji upi kwenye akhira yako. Kuna mabilioni umeyawekeza katika miradi mikubwa ya kiuchumi hapa duniani, mpaka unaitwa mwekezaji. Tafakari, ukikaa ni mchana au ni usiku, umefanya uwekezaji upi kwa ajili ya akhira yako? Hili ndio swali la msingi sana. Tusikae tunasifiana kwenye uwekezaji. Unamsifia, si mchezo ule jamaa. Umeona kasiri yake? Shekhe, jamaa na kasiri jamani. Wana watu wanajenga bwana. Kasiri. Magari mazito mazito. Hata viongozi wa nchi hawana magari hayo, watu wanayo. Amewekeza kwenye mashamba, kwenye biashara, ana viwanda, akasifiwa katika hilo. Muislamu ana hela yule, tajiri yule. Haya, geuza upande wa pili wa shilingi. Kawekeza nini kwenye dini ya Allah? Aina awqafuhu lidinillah, ziko wapi wakfu zake kwa ajili ya dini ya Allah? Aina almasajid allati banaha, iko wapi misikiti aliyoijenga? Aina almadaris allati yudiruha, ziko wapi madrasa ambazo anaziendesha? Iko wapi mishahara ya maimamu wanaoitoa? Ziko wapi posho za walimu wanazozitoa? Viko wapi vituo vya mayatima alivyojenga? Visima gani kachimba? Ana nini zaidi ya kuvimba na majumba na magari? Hadha mughaffal, huyu ni mtu aliyeghafilika, watakiwa umhurumie, sio umchekelee. Mtu anayejiachia kwenye dunia lakini ni mgumu katika dini yake, mtu mjinga kabisa.
na wengine wanakwenda kuwekeza kwenye maasi. Mtu akatoa mabilioni ya pesa kwenye michezo ya kipuzi, mwekezaji kwenye mipira kwa mabilioni, akiwalipa wachezaji na kudhamini vilabu. Ukimfuata kwenye jambo la msikiti anasema niandikie bati 10 inshallah, ikijaa utazipitia shekhi, au ongeza na simenti 4 hapo. Mbavu wewe, ule watoa mamilioni kule. Wajinga matajiri wa Kiislamu, wajinga kweli kweli wengi wao. Na wapo ambao Allah amewaonyesha milango ya khair, wallahi wapo, hata kama ni wachache. Sisemi kwamba uwekezaji wao kwenye dunia ni kama kwenye dini, lakini angalau wamejikumbuka kwenye mambo ya kidini, hawako nyuma. Wamekumbuka kwamba wanaelekea akhira, wakafanya mambo makubwa yenye manufaa na Uislamu kupitia mali zao. Adhim. Ndugu zangu, tulizingatie sana jambo hili. Lakini pia napenda kusema mara zote, pamoja na kuangalia hawa wenye mali nyingi ni kwa kiasi gani wamejiwekeza kwa Allah, na sisi ambao tuna uwezo mdogo na uwezo wa kati, tujitathmini sisi tumefanya lipi katika mambo ya khairat. Kuna mambo mengi tunayafanya kwenye familia zetu, tunajibana tukajenga vibanda vyetu, alhamdulillah, tukastirika. Tunajibana tukawasomesha watoto wetu katika shule nzuri, angalau tunajibana watoto wetu wakala vizuri, wakavaa vizuri, alhamdulillah. Tuna akiba katika nyumba zetu. Tumejibana kwa kiasi gani kwa ajili ya akhira? Hili la kujiuliza sisi. Bajeti tunazozifanya kwa ajili ya uendeshaji wa maisha yako na familia yako, unafanya kwa ajili ya sadaka kwenye dini yako? Kuna bajeti yoyote kwenye mshahara wako kwa ajili ya sadaka, au kwenye posho zako unazopata, au kwenye biashara zako? Una kibubu hata kwa ajili ya sadaka na mambo ya dini? Una hicho kibati kwa ajili ya dini, au vibati vyako vya kupaua nyumba, vibati vya ada, si vibati vya kuongeza mtaji kama wanawake, vibati vya madera, vibati vya kuongeza vyombo, masufuria na mabeseni? Basi tuna mipango mizuri ya kujiwekea katika maisha yetu sisi wenye hali za kawaida. Sasa usitoe macho kuangalia matajiri tu kwanza. Matajiri hawatoi watu, matajiri sio bwana. Msikiti una matajiri huu, msikiti unawafanya biashara lakini hamna kitu. Wewe unafanya kipi? Mbona makapu ya sadaka yakipita umekaa kimya na una 1000 ya kutoa? Kimya. Unaangalia wale wenye 20,000 ndio watoe. Wewe pia ni tatizo na unajiharibia. Tena wewe ni tatizo kubwa. Na inawezekana wewe ukipata afadhali ya matajiri tulionao, angalau mara moja wakaota wanakufa wakaja kutoa. Na mtu anapata ndoto, anaota ndoto anazikwa, la ilaha illa Allah, la ilaha illa, anapelekwa watu ala Muhammad, ikurupuka hivi kwa kitandani, sallallahu. Asubuhi anakuja na mpango hapa, anakuja msikiti na mpango kazi, shehe bwana, wiki hii nitafuturisha inshallah. Kumbe alikuwa ameota anakwenda. Afadhali hawa wakiota wanakufa wanakuja kutoa, au wakipata ajali mbaya akanusurika, chupu aondoke, gari nyanga imeisha, breki ya kwanza anakuja msikitini, shehe zaka yangu hiyo, nimepata ajali mbaya mimi juzi. Inawezekana hawa wakawa ni afadhali kuliko wewe ambaye una kidogo usiotoa, pengine ukipata ukahama na msikiti. Sisi tumewaona watu hao bwana, walikuwemo misikitini wakigaragara kulia na kuswali, walipopata tu hawako tena, wala hataki kuja, wala hataki mazoea na watu wa msikitini wala na maimamu, wala simu ya mashehe yapokei. Ana mambo mengi sasa, kwa sababu washapata. Sasa wakati mwingine ile hali yako ya kawaida ndio salama yako, toa katika hali ile, pengine ndio kheri yako, ukabakia hivyo mpaka mauti yako wakaja katika kheri. Jambo jingine hapa Sheikh anasema, kun jawadan fi Ramadhan bil atai was sadaqat, kuwa ni mwenye kutoa, kuwa ni mwenye ukarimu fi Ramadhan, katika Ramadhani. Kun jawadan ay munfiqan, kuwa ni mwenye kutoa,
kuwa ni mkarimu, zote ni maana zake. Fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, bil atai, kwa vipawa mbalimbali, kwa vitu mbalimbali unavyovitoa, wasadaqat, na kwa sadaka mbalimbali. Anasema wastaghilla fursat al-umr, na itumie fursa ya umri. Wallahi Allah amekupa uhai, ni fursa hiyo. Fastaghil fursat al-umr, na itumie fursa ya umri, kwa maana uhai uliokuwa nao tumia katika kujitolea. Fallahu a'lam, Allah ndiye mwenye kujua zaidi. Hal yati ramadhanu al-aam al-muqbil wa anta hayyun, je, itakuja Ramadhani ya mwaka ujao na hali ya kuwa uko hai? Leo umeidiriki Ramadhani ya mwaka huu, nani mwenye guarantee na mwenye ilmu kwamba Ramadhani ya mwakani 2026 atakuwepo? Nani? Allah ndiye mwenye kujua. Je, itakuja Ramadhani ya mwaka ujao wa anta hayyun, na hali ya kuwa uko hai? Am yati waqad kharajna min ad-dunya, au itakuja hiyo Ramadhani ya mwaka ujao na kwa hakika tumeshatoka katika dunia, tushaondoka hapa, tumeenda kwa Mola wetu. Kad mitta, kwenye mabano, umekufa. Unajuaje kwamba Ramadhani ya mwaka ujao itakukuta hai au itakukuta umekufa? Wakati kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajwada min ar-rih al-mursala, ni mwenye kasi zaidi kwenye kutoa, mwenye wepesi zaidi kuliko upepo ulioachiwa. Fakun mutaassiyan bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh anasema kuwa wewe Muislamu ni mwenye kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thalithan, jambo jingine anasema waqum bitaftiri saimin litanala ujurahum, nasimama wewe Muislamu katika Ramadhan kwa kuwafuturisha wafungaji, litanala ujurahum, kwa ajili upate malipo yao. Ukimfuturisha aliyefunga unapata thawabu za yule aliyefunga, bila yeye yule mfungaji kupunguziwa chochote. Pana fursa sasa za kuzoa thawabu za wafungaji kwa wewe kuwafuturisha. Waqum bitaftiri saimin litanala ujurahum, na simama kwa kuwafuturisha wafungaji kwa ajili upate ujira wao. Lihadithi Zaid ibn Khalid al-Juhani, wa hadithi ya Zaid ibn Khalid al-Juhani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam amesema, man fattara saiman, yoyote ambaye atamfuturisha mwenye kufunga, kana lahu mithlu ajrihi, atakuwa na yeye na mfano wa ujira wake huyo aliyefunga. Ghaira annahu, isipokuwa hakika mambo yalivyo, la yanqusu min ajri as-saimi shay'a, haupungui katika ujira wa mfungaji chochote. Wewe mfuturishaji utapata ujira kwa wale ambao unawafuturisha. Wewe mfuturishaji utapata ujira kama ule ambao wanapata wale waliofunga ambao unawafuturisha, lakini hawa wafungaji hawapunguziwi ujira wao. Allah ni mkarimu kwenye kutoa kwake. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii kaipokea Imam Tirmidhi. Sheikh anasema i'lam, fahamu pia, nasaha ya 4 hiyo, anna ma tuqaddimuhu min malik huwa rasiduka alhaqiqi min malik. Wallah, fahamu Muislamu, anna ma tuqaddimuhu min malik, kwamba kile ambacho unakitanguliza wewe katika mali yako, huwa rasiduka alhaqiqi, ndiyo akiba yako ya hakika, min malik, katika mali yako. Akiba ya hakika ni hii, sio ile ambayo mnadanganyana hapa, mimi na akiba kwenye akaunti yangu. Akiba iko, zile ni za warithi, unaweza ukazima saa yote, ni akiba ya muda tu. Akiba yako ya kweli itakayokufaa ni ile uliyotanguliza. I'lam anna ma tuqaddimuhu min malik, fahamu kile ambacho unakitanguliza wewe katika mali yako, huwa rasiduka alhaqiqi, ndiyo akiba yako, ndiyo utakuwa umedeposit mahala penyewe hasa ya hakika katika mali yako. Walidhalika, na kwa hivyo basi, anfiq fi Ramadhan, toa sana katika Ramadhani. Lianna an-nafaqata fihi mudha'afatu, kwa sababu hakika kutoa katika Ramadhani ni kwenye kuongezwa ujira. Lianna an-nafaqata fihi ay fi Ramadhan,
kwa sababu hakika kutoa katika Ramadhani, kujitolea mtu mali yake katika Ramadhani, mudhaafatun, ni kwenye kuongezwa ujira wake ni maradufu shekhe. Na ndio maana wale watu wajanja kwenye dini ya Allah, watu makini, hata az-zaka, zile zaka zao huwa wanazifanyia hesabu katika Ramadhani. Anapambana ule mwaka umzungukie ndani ya Ramadhani, alafu anatoa az-zaka fi shahr Ramadhan, anapata ujira mara mbili, ujira wa kutoa az-zaka, haki ya Allah kwenye mali yake, maana zaka sio haki yako, kukaa nayo ni balaa, balaa kubwa. Zaka ni haki ya Allah, ni lazima uitoe na uielekeze kule ambako Allah ameelekeza iende. Sasa mtu anatoa haki ya Allah ya zaka katika Ramadhani, akitarajia pia kupata ziada ya ujira, kwa sababu ya wakati wa Ramadhani ni wakati wenye fadhila. Pana watu hao, sio az-zaka peke yake, anaongeza na ziada ya sadaqat. Wako watu hao katika Ramadhani, na wengine hata habari hawana kabisa, wala hajawahi kufanya mtu hesabu ya zaka yake, hajawahi hata siku moja. Na ni katika mambo ambayo yatakiwa yazungumzwe sana, hajawahi. Na zaka ni kitu kidogo kabisa, sawa sawa zaka za mazao na matunda, zaka za pesa na vito, biashara, urudhu tijara, au ni zaka za mifugo, vitu vidogo kabisa. Haya, wewe angalia zakatul mali, pesa tu au biashara, zote zinaingia hapa. Makadirio yako kwenye dhahabu au fedha. Kwa dhahabu, kiwango cha chini cha mwanzo ni kumiliki gramu 85, alafu zikapitiwa na mwaka, bado uko nazo. Yani kiwango hiki kipitiwe na mwaka, umelipa kodi, umekula, umelisha watoto, umelipa nini, umelipa kodi za serikali, kibakie au na madeni hudaiwi. Ukiwa na kiwango cha gramu 85 ndio kiwango cha mwanzo. Kwenye kiwango hichi unatoa robo al-ushr, robo ya 10, 2.5. Tujalie kwa hesabu za chini, uone hajabu. Tujalie gramu moja ya dhahabu kama hivi sasa, dhahabu ile safi tuinunue kwa bei ya kati na kati, 170,000, au tuinunue kwa 180,000. Hiyo ni gramu moja ya dhahabu. 180,000 mara 85, milioni 15, laki ngapi? 300,000. Kiwango hichi ukawa nacho, kikapitiwa na mwaka mzima, ukifanya hesabu zako unaona bado kiko, baada ya kutoa matumizi yako yote. Hichi ni kiwango cha mwanzo cha mwenye kustahili kutoa zaka. Ukiwa chini hapo, wewe bado maskini, utakiwa upewe. Hichi ndio kiwango cha mwanzo na kuendelea hapo. Ukimiliki kiwango hiki, mathalan milioni 15 na 300,000, unatoa rubu al-ushr. Kwa hesabu nyepesi, usiende kwenye asilimia kama hujasoma kama mimi. Hii igawe mara 10, mafungu 10 sawa sawa, milioni 15 na 300,000 igawanye kwa 10, unapata milioni ngapi? Unapata milioni 1,500,000 na ngapi? Na 30. Hilo ndio fungu la 10. Sasa hili fungu la 11 unatoa robo, ligawanye mara 4, gawanya mara 4. Kwa hiyo zaka ya milioni 15 na 300,000 inayopitia na mwaka ni 382,500. Haya, wangapi tunaweza hilo jambo? Unatoa milioni 15, umekaa nao mwaka mzima, bado iko zaka yake ni 300,000 tu na 82,500. Tukipigia gramu ni 180,000. Ni hela gani? Hela kidogo. Haya, angalia zaka za mazao. Ujui watu wabakhili, mazao zaka yake ni pale unapovuna, haina mambo ya kupitiwa na mwaka. Az-zuruu wa thimar, zaka yake kiwango kinaanzia 5 awsuq,
na alwisqu ni 60 sa'an. Wiski 5 tunasema zimepigiwa kwa kilo ni takriban kilo 666 hivi. Kinaanzia hapo, mazao yanaanzia hapo. Umevuna mchele, umevuna mahindi, umevuna mtama, umepata kuanzia gunia 666 kwenda mbele. Chini hapo una zaka, umepata 600, 500, wewe una njaa. Uza mahindi yako, kula na watoto wako. Lakini kuanzia 666 kwenda mbele, wengine wanafika mpaka 700. Kwenye mavuno, ikiwa umetumia gharama kwenye kulima kwako, umenyoshelea shamba, umekodisha, umetumia pembejeo za gharama, kilimo cha gharama, kilimo cha umwagiliaji, unaambiwa utoe nisfu al-ushr. Nisfu al-ushr, nusu ya 11, nusu yake. Sasa chukua kilo 666 zigawanye kwa 10, unapata kilo ngapi? Kilo 66 tu, si ndio? Hii 66 unatoa nusu yake, kilo 33. Yani umevuna kilo 600 na unatoa zaka yake kilo 33. Ikiwa umetumia kilimo cha mvua unatoa al-ushr, unatoa 10 nzima. Kwa hiyo kilo 666 zaka yake ni kilo 66. Haya, wangapi tutoi zaka sisi? Mimi sina uwezo bana. Kumbe umekalia haki ya Allah na unaila. Zaka za mifugo ndio utacheka. Utajua wafugaji wako mbali. Si mnajua zaka za mifugo? Ngamia kuanzia 5. Mbuzi mmoja mwenye mwaka mmoja. Ng'ombe wanaanzia 30. Mbuzi mmoja mwenye mwaka mmoja. Mbuzi na kondoo kuanzia 40. Mbuzi mmoja mwenye mwaka mmoja. Unaweza ukaenda na hesabu hii, na wakibadilika kuna hesabu nyingine, lakini ni hesabu ya kawaida. Nakupa mfano. Haya, wafugaji wangapi watoi zaka? Ajibu. Sasa pana watu wanazuia zaka. Sikwambii sadaka, lakini pana watu katika Ramadhani wanaachilia zaka na sadaka. Kafanyeni hesabu kwenye mali zenu. Msikae na haki za Allah mkashangilia tu. Jamaa na capital, si mchezo, anamtaji bwana. Msifanye naye mchezo, ana keshi, anatoa zaka mpumbavu huyo. Au amekalia haki za Allah, mali haina baraka. Na kuna makemeo makali sana kwa watu wenye kuzuia haki ya Allah. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadli huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah. Soma aya hiyo ni balaa lake. Haya, tumalizie kipengele. Sheikh anasema wahris an tukhrija min malik, na pia kutoa katika mali yako, min al'an, kuanzia sasa, kabla an tamut, kabla hujafa wewe. Lihadithi Mutarrif an abihi qala, wa hadithi ya Mutarrif kutokea kwa baba yake amesema, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nilimwendea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa yaqra, na hali yakuwa yeye anasoma, alhaakum at-takathur. Je, kumekushughulisheni nyinyi kuzikusanya mali, ikawa mmeshughulika kukusanya mali kwa wingi na kuipenda dunia, hata zurtumul maqabir, mpaka mkayazuru makaburi, mpaka mkafa? Yani mauti yamewakuta, mnakimbizana tu kwenye mali. Alhaakum at-takathur, alimkuta mtume anayesoma aya hii. Je, kumekushughulisheni nyinyi kukusanya mali? Ay shaghalakum jam'ul mal wa hubbu ad-dunya. Qal, mtume anasema, yaqulu ibn adam, anasema mwanadamu kwa vile anapopenda mali, mali 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 yangu mali yangu. Na ndio maneno yetu haya, ndio maneno yetu haya. Hela yangu bwana, mali zangu bwana, duka langu, ofisi yangu, kiwanda changu, ndio maneno yetu haya. Tumenasema, wanasema hivyo, mali 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 yangu mali yangu. Qal, wa hal laka ya ibn adam min malik illa ma akalta fa afnaita. Na huna wewe, wa hal hapo ilipo ni nafia wala si istifahamu. Hal ay malak, huna wewe,
hal hapo ilipo ni nafiyatun, barakallahu fik. Wa hal laka ya ibn adam, na huna wewe mwanadamu, min malik, katika mali yako, illa ma akalta fa afnaita, isipokuwa ni ile ambayo umeila na ukaimaliza. Umekula machaza ukashiba ukacheua ukaenda chooni, biashara imeisha. Hiyo ni yako kwa sababu umefaidi, umepata ladha. Au labista fa ablaita, au uliovaa na ukachakaza, umenunua pamba za kisawasawa za ghali kiwango, ukaangalia material ukavaa ukapendeza, lakini zitaisha au zitakubana au zitakuruka, utakuja kuzimaliza. Umevaa imeisha, ukasifia umependeza, you look smart, you look good, haya, lakini zitaisha, si ndio? Tunakuambiana nyinyi. Na kadhalika mali yako ile ambayo au tasaddaqta fa amdaita, au umetoa sadaka na ukatanguliza, fa amdaita ay faqaddamta, au ni yule uliotoa sadaka na ukatanguliza. Hizi ndio mali zako. Sasa hebu angalia ni mali ipi ambayo ina umuhimu kwako, maana mali zako ni moja katika hizi tatu. Si unasema mali kiuhalisia sio zako, unasema tu zako ni tatu, ni ile uliyokula katika uhai wako ukaimaliza, uliotumia kuvaa nguo zikachakaa, au ulioitanguliza ukatoa sadaka ukaitanguliza, ndio yako. Sasa hizo zingine si zako, ni za watu wengine. Sisi tumeishia kuzuia mali ambazo si zetu, au katika mali zetu tutumia zile tunazokula na kuvaa, basi ambavyo vinakwisha. Ile mali yetu nyingine yenye faida kubwa ya kutoa sadaka tukatanguliza, hatuifanyi kazi. Adhim, rawahu Muslim. Hadithi hii kwa Imam Muslim rahimahullah. Weka nukta hapo tumevuta kidogo leo. Tutamalizia darasa hii inshallah katika darasa yetu ya kesho, na baada ya hapo kuanzia Jumamosi tunaingia mlango gani? Tunaingia mlango wa 21, si ndio? An-Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi al-ashr awakhir min Ramadhan, mlango wa 21 huko ukurasa wa 64, ukurasa wa 64 inshallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik, jazakumullahu khairan.